Yes, bana, mambo vipi? Ujambo na karibu Media, kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako biologist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend Baba Media kwa wakati. Just bana, moja story ambazo ndio kumekea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Ni baada ya dada taifa au the Marekani hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bwana kutoboa siri na kusema ya kwamba ndoa ya mlembo Zailisa na mzee Haji Sunday Manara bana ni swala la muda tu. Hii ni baada ya voice ambazo zimekuwa zikisambaa sana hivi sasa kwa mdogo jamii zikimuonesha mwanadada Zailisa bana akizungumza kusema kwamba anajuta kwa nini aliolewa na Haji Sunday Manara, kwa mujibu wa kauli ambayo amezungumza mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani. Na ikumbuke kwamba juzi kati hivi Mange Kimambi bana alitoboa siri kwa kusema kwamba Zailisa aliamua kufuta utambulisho wote wa kwamba yeye ni mke wa mtu kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini vile vile Zailisa aliamua kumunfollow madhima bwana mkubwa Haji Sunday Manara. Walipopeleleza waligundua kwamba sababu kubwa imepelekea kusababisha bwana Zailisa kuamua kummind bwana mkubwa Haji Sunday Manara ambaye kuamua kufuta utambulisho kwamba yeye ni mke wa mtu, lakini pia kuamua kumunfollow mzee Haji Sunday Manara ilikuwa ni kwamba wakati Haji Sunday Manara anataka kumuoa mwanadada Zailisa, walikubaliana ya kwamba hata ruhusiwa Haji Sunday Manara kuongeza mwanamke mwingine. Sasa imeonekana imekuwa tofauti kidogo. Haji Sunday Manara kama vile alimwambia kama vile kwa utani mwanadada Zailisa ya kwamba ana mpango wa kuongeza mwanamke mwingine, na tunafahamu ya kwamba hakuna utani katika masuala ya mapenzi bwana. Zailisa bwana kumbe alimind na kumind Haji Sunday Manara juu ya kile ambacho kimeonekana kwamba kama vile amekiuka hivi yale ambayo ameyapanga kabla hawajafunga ndoa, na ndio bwana Zailisa aliamua kumunfollow mazima bwana mkubwa Haji Sunday Manara, lakini pia aliamua kufuta utambulisho kwamba yeye ni mke wa mtu, kama Haji Sunday Manara na mpango kuongeza mwanamke mwingine basi aongeze mwanamke mwingine, ila yeye ataondoka ni maisha ya Haji Sunday Manara. Na ukiangalia yale ambayo amekuwa akiyataka kwa Haji Sunday Manara yametimia, kwa maana kwamba kwa mujibu wa maelezo ambayo yazungumza mwanadada Mange Kimambi, Zailisa alikuwa kwa bwana mkubwa Haji Sunday Manara kwa malengo binafsi tu, kwa maana kwamba alikuwa na mpango kumjengea nyumba mamake, na tayari kwa maelezo ambayo ameyatoa Mange Kimambi Zailisa ameshamjengea mamake, lakini pia alikuwa na mpango kufungua mabiashara, na za chini ya kapeti zinaeleza kwamba tayari mwanadada Zailisa ana mabiashara yake. Kwa hiyo hata kama ataondoka kwenye maisha ya Haji Sunday Manara tayari ameshamchuna pesa za kutosha. Ni kauli ambayo alizungumza mwanadada Mange Kimambi bwana kupitia Mange Kimambi app juzi kati hivi, baada ya taarifa kwenye yako mdogo jamii kwamba Haji Sunday Manara na Zailisa ndoa yao muda wote na saa yote inaweza kuvunjika bwana. Sasa baada ya kuzungumza hapo, tulimsikia Haji Sunday Manara kama vile alimwataki sana mwanadada Mange Kimambi kwa kuzungumza kusema kwamba yale ambayo amekuwa akiyazungumza Mange Kimambi ni mambo ya uongo na wala sio kumfuatilia Mange Kimambi, kwa sababu huwa anazungumza mambo ili mradi aweze kujipatia followers kwenye mitandao yake ya kijamii, lakini pia anazungumza mambo ili aweze kupata zile subscription za huko Instagram, kwa maana kwamba amekuwa akiingiza hela kupitia mashabiki zake, na ndio maana amekuwa akitumia sana nguvu kutafuta habari mpaka zingine za kutunga ili aweze kupata watu kwenye mitandao yake ya kijamii. Kwa hiyo ili muweze kupata habari kamili kuhusiana na maisha yangu mimi, mnatakiwa mpitie page zangu, kwa maana kwamba mpitie Manara TV, mpitie page zangu za Instagram, lakini pia page zangu za Facebook, mtapata ukweli wote kuhusiana na maisha yangu. Lakini haya mengine ambayo amekuwa akiendelea kutrend kutoka jamii ni mambo tu ya kutengenezwa. Ni kauli ambayo alizungumza mzee mzima Haji Sunday Manara kama vile kumjibu hivi mwanadada Mange Kimambi, alafu baadaye tukaona kwamba Zailisa alirudisha utambulisho kwamba ni mke wa mtu, lakini pia alimfollow bwana mkubwa Haji Sunday Manara. Huenda wao bwana waliamaliza kwa kwamba Haji Sunday Manara huenda alimuomba msamaha Zailisa juu yale ambayo ameyazungumza. Kwa mujibu wa maelezo ambayo yazungumza mwanadada Mange Kimambi, isingekuwa rahisi Zailisa kuendelea kumfollow Haji Sunday Manara, lakini pia isingekuwa rahisi Zailisa kurudisha utambulisho kwamba ni mke wa mtu kama Haji Sunday Manara singeweza kumomba msamaha, kwa maana kwamba aachane na ile swala la yeye kutaka kuongeza mwanamke wa pili. Kwa dhahiri kwamba Haji Sunday Manara alimomba msamaha Zailisa ili kuficha aibu, haya mambo yasije yakasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa haya mambo bwana kidogo yalizima, lakini siku ya jana kumesambaa kwa voice kimuonesha bwana mkubwa Haji Sunday Manara bana na mwanadada Maimartha wakichambana kwenye simu ambayo Maimartha alimpigia bwana mkubwa Haji Sunday Manara. Huko ndani bana
amekuwa akisikika Maimartha na Haji Sunday Manara kama vile wakizozana hivi kwa madai ya Maimartha ni kwamba mwanadada Zaiylissa amemind bwana mkubwa Haji Sunday Manara tokea ule usiku wa ndoa ya mwanadada Hamisa Mobeto bana na mzee mzima Aziki. Kwa maelezo ambayo alizungumza Maimartha ndani ni kwamba mwanadada Zaiylissa aliondoka nyumbani kwa Haji Sunday Manara tokea ule usiku wa ndoa ya bwana mkubwa Aziki na mwanadada Hamisa Mobeto, na sababu kubwa ambayo ilipelekea kusababisha bwana Zaiylissa kuondoka kwenye nyumba ya bwana mkubwa Haji Sunday Manara ilikuwa ni kwamba Haji Sunday Manara ana mpango wa kuongeza mwanamke wa pili, na ni kitu ambacho Zaiylissa amekuwa hakipendi kabisa hata kukisikia, kwa mujibu wa maelezo ya mwanadada Maimartha. Sasa kwenye hii video kwenye hii voice ambayo imemsikia mwanadada Maimartha na mzee mzima Haji Sunday Manara, Haji Sunday Manara amekuwa akizungumza kwa kusema kwamba anasubiri mwezi mtukufu Ramadhani uishe ili ampeleke mahakamani Maimartha, kwa sababu yeye ni mchonganishi, yeye ndiye ambaye amekuwa akisababisha ambacho kimepelekea kusababisha Zaiylissa kuondoka kwenye maisha ya mzee mzima Haji Sunday Manara, kwa mujibu wa maelezo yake yeye Maimartha. Lakini ukweli ni kwamba Zaiylissa yuko nyumbani kwa Haji Sunday Manara na hakuna ugomvi wote ambao umetokea. Kwa hiyo Maimartha yeye ndio msababisha ambaye amepelekea kusababisha kusambaza hizo taarifa za uongo kwa mtandao wa kijamii mpaka Mange Kimambi naye pia kuweza kuzizungumza. Kwa hiyo dhahiri shida kwamba imeonekana Maimartha yeye ndiye sababu amepelekea kusababisha ugomvi huu ambao unaendelea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii wa kutengeneza baina ya mzee mzima Haji Sunday Manara na mke wake Zaiylissa. Mambo ni mengi kwa mtandao wa kijamii na hatujui ya kwamba kama ni kweli haya mambo juu ya Zaiylissa na Haji Sunday Manara ya kwamba wamegombana na ni swala la muda tu ya kwamba ndoa yao huenda ikavunjika soon as possible, au labda wameamua kuyafanya haya ili waweze kutrend kwa mtandao wa kijamii, kwa mujibu wa haya ambaye amekuwa akiyazungumza mwanadada Maimartha. Na wote tunafahamu kwamba Maimartha ni miongoni mwa mama ambao ni wana ustaarabu fulani hivi kwenye mtandao wa kijamii. Kwa hiyo kusema kwamba kaongea uongo kuhusiana na hili sidhani, huenda kuna ukweli hapa ambao unaendelea baina ya Haji Sunday Manara na Zaiylissa. Lakini sisi kama Bao Media tunazidi kulifuatilia hili swala kwa undani zaidi na tutakusogezea habari kamili juu ya hiki ambacho kinaendelea kumhusu bwana mkubwa Haji Sunday Manara na mke wake Zaiylissa. Kama ni kweli wamegombana, kama ni kweli kuna taarifa kwamba za kuachana, tutakusogezea hapa Bao Media. Lakini za chini ya kapeti zinazoeleza ni kwamba Zaiylissa na Haji Sunday Manara bana ni swala la muda tu, soon as possible ila bana wanaenda kupeana talaka. Sasa Mange Kimambi bwana alimjibu bwana mkubwa Haji Sunday Manara juu haya ambapo akaendelea kutrend kwa jamii kwa kusema ya kwamba Haji Sunday Manara bana umekuwa ukijinyenyekeza sana kwa Zaiylissa, kwa kuamini kwamba endapo kama Zaiylissa atakuacha hutoweza kupata mwanamke mwingine yoyote, kwa sababu Zaiylissa amekuvumilia pakubwa sana. Wewe ni miongoni mwa wanaume ambao mnagubu. Kwa mujibu wa maelezo ambayo aliyatoa mke wako Lushaina ni kwamba umekuwa unagubu sana wewe mwanaume, hakuna mwanamke yote ambaye anaweza akakaa na wewe kutokana na hilo gubu lako na maneno yako ya kashfa uliyokuwa nayo. Hakuna mwanamke yote ambaye anaweza kukuvumilia. Kwa hiyo Zaiylissa ameweza kuvumilia kwa muda wote ule kutokana na jambo lake ambalo amekuwa akilihitaji, tayari ameshalipata, na tutategemea soon as possible kwamba Zaiylissa ataondoka na maisha yako na hakuna mwanamke yote yule ambaye ataweza kuja kwako kwa sababu unagubu. Ni kile ambaye amezungumza mwanadada Mange Kimambi bwana kupitia Mange Kimambi hapo juu haya ambaye amekuwa akiendelea kutrendi na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ambayo ameyatoa mwanadada Mange Kimambi, lakini pia kwa mujibu wa hizi video ambazo zimekuwa zikisambaa zikionyesha Haji Sunday Manara na Maimartha wakirushiana maneno kuonekana kwamba kama vile Haji Sunday Manara amemind Maimartha kwa kuongea uongo kidogo jamii kwamba yeye na Zaiylissa wameachana. Tusubiri tu, ni swala la muda kutokana na haya ambayo amekuwa akiendelea kutrend. Kama ni kweli wataachana tutapata taarifa, lakini kama hawataachana pia tutapata taarifa. Sisi kama Bao Media tuko hapa na tutakusogezea habari kamili juu hili ambalo limekuwa likiendelea kutrend kumhusu Zaiylissa na Haji Sunday Manara. Drop your comment hapo chini kama unasogezea. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive presenter from Bao Media. Back nasi from up.